Kila story ya mapenzi ina mwanzo na kila ndoa ina safari yake bwana. Na ndio maana The Wedding Cycle huwa tunakutana kupiga story na wanandoa, wapenzi, wachumba, kujua walikutana vipi, ilikuwaje na wewe ujifunze zaidi. Lakini pia kwenye The Wedding Cycle hatukai tu na kupiga story na wanandoa. Tunaongea pia na wataalam na watu wengine ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa mambo mazima ya sherehe za harusi. Jina langu naitwa Zipora na nitakuwa na mwenzangu co-host Miaudi, mtu bingwa kabisa, na tutakuwa hapa na mgeni ambaye atatupitisha basi kwenye historia yake ya safari yake ya ndoa. Lakini pia kama wewe ni msikilizaji wetu pendwa na mtazamaji pia ambaye unapenda kipindi hiki cha The Wedding Cycle, basi connect with us kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. On Instagram utatupata kwenye akaunti yetu ya The Wedding Cycle. TikTok kule pia hatujawasahau, tupo kwenye akaunti yetu ya Miaudi, na kubwa kabisa utaweza kupata mahojiano mazima kwenye akaunti yetu ya YouTube ambayo inapatikana kwa jina la Miaudi. Fuatiliana nasi basi kuanzia sasa mpaka hapo baadaye, ujifunze mengi. Karibu The Wedding Cycle. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha The Wedding Cycle. Asante, Mambo nashukuru. kwanza. Mbona kama umepoa jamani? Nipo kawaida. Uko sawa? Niko sawa. Okay, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Kwa ambao hawakufahamu kabisa, unaweza ukajitambulisha, unaitwa nani? Unatokea wapi? Kwa majina yangu naitwa Hadija. Ni mwenyeji wa Singida mjini. Okay. Kule unajishughulisha na nini? Mimi ni mkulima. Unalima mazao gani? Nalima vitu vingi. Vitunguu, mahindi, alizeti. Ila kwa sasa hivi tunalima pilipili kichaa. Okay. Na ina soko tu vizuri. Na sio mbaya, tunamshukuru Mungu. Umepoa lakini jamani. Tuna majanga. Okay. Majanga yapo, kila mtu anayo. Lakini unaweza tu uko sawa ili tuongee. Sawa. Najua ulishawahi kuwa kwenye ndoa. Ndoa unajua watu wengi wanaitafuta na ni jambo la heri. Kwa hiyo kama ulibahatika kuwa kwenye ndoa, kwa kweli unamshukuru Mungu. Sasa kwenye safari yako wewe ya ndoa ilikuwaje? Hebu tupitishe kidogo na mwenzio. Mlivyokutana, safari nzima ilikuwaje? Ile memory nzima tupitishe kwenye hiyo memory. Mimi na mwenzangu tumekutana 2015. Kijijini huko Singida vijijini. Kuna jirani yangu, tuseme rafiki yangu, nilimsindikiza kwa bibi yake. Kwa katika kwenda kule ndo tukakutana na huyu mwenzangu. Tulikuwa wadogo sana. Nakumbuka yeye ndo alitoka kumaliza form 4. Alikuwa na miaka kama 19, mimi nilikuwa na miaka 16. Kwa tulivyokutana, tukapeana mawasiliano, tukawa kama marafiki, tukawa tunawasiliana. Kwa mwisho wa siku ndio hivyo, naona Mungu alipanga tuwe pamoja. Mwisho wa siku tukajikuta kwenye ndoa. Lakini nakumbuka tulikaa kama miaka 3 kwenye uchumba. Kwa sababu alikuwa bado mwanafunzi, alikuwa bado anaendelea na masomo. Kwa baadaye naona alivyomaliza masomo yake, kwa akaamua kunioa. Nakumbuka tuliona 2018. Alikuwa anaishi Shinyanga kipindi hicho. Alivyonioa akanipeleka Shinyanga, tukaanza maisha pale. Mwisho wa siku maisha yake alikuwa ni mtu wa kutembea mikoani. Yaani hakuwa mtulivu. Mara Msoma, mara Mwanza. Kwa tulivyoana, mimi sikuridhika na hayo maisha ya kutembea pamoja kila mahali. Kwa tukashauriana tutafute mkoa mmoja, tuweke makazi, tuwe tunatembeleana. Au anakuja siku za likizo au tukimisiana, maybe tutumiane nauli, ilikuwa ni hivyo.
Kwa tukaendelea kuwa tukachagua Singida kwa sababu alikuwa ni mwenyeji wa Singida, mimi kwetu Singida mjini, kwa Singida vijijini. Kwa tukapendelea kukaa Singida kwa sababu ni nyumbani. Kwa ndo tukawa tumerudi Singida, lakini wakati mimi narudi Singida yeye alienda Musoma kikazi. Kwa hiyo before tulikuwa tunaishi tu vizuri. Lakini alivyokuja kutoka, alivyoenda Kenya ndo akabadilika. Kabla hajabadilika mwanzoni hapa, mimi nataka turudi kwanza kwenye story ya uchumba. Umeelewa? Kwa sababu uchumba ndio ulipelekea mkaingia kwenye ndoa. Na najua wewe ulikuwa ni binti kipindi hicho, kwa sababu unaniambia kipindi hicho alikuwa yeye anasoma form 4. Wewe ulikuwa usome? Mimi nilikuwa sisomi. Sawa. Sasa naelewa mazingira ya kijijini yalivyo. Unakuwa kukubinti, unamuona kijana, anakutafuta, mpaka ukamkubalia. Ni jambo gani ambalo lilifanya wewe sasa ukasema okay, huyu kaka kweli mimi ananifaa, mpaka nataka nimkubalia nioe? Kiukweli alikuwa ni mdogo, kama nilivyosema alikuwa na miaka 19 na alikuwa ametoka kumaliza form 4. Lakini alikuwa ni mtu wa tofauti. Pamoja na udogo wake, yani alikuwa ni mtu ambaye ana play part, yani anajitahidi. Ni mdogo lakini alikuwa anajitahidi hata kwenye matunzo. Yani hivyo, mwisho wa siku ndo nikaona kama huyu mtu, in short alikuwa ananijali. Baadaye nikaona mbona kama anafaa kuwa baba wa familia. Kwa sababu alikuwa ni mdogo, alafu anajitahidi, yani in short alikuwa ana play part, mdogo lakini anakutunza, anakupa hivyo. Okay, kwa kuona huyu ananifaa mimi. Anioe. Ndiyo, na wala hakuwa na haraka kwa sababu hakuwa na haraka na hata na tendo. Kwa sababu mpaka tunakuja kuoana tulikuwa tujuane kimwili kabisa. Kwa alivyonioa nikamjua naye akani. Okay, kwa alikusubiria. Yaani nisubiria yeye. Kwa alikuwa mtu mzuri. Kipindi mnaoana ulikuwa bado na wewe hujawahi kukutana na mwanaume yoyote? Nilikuwa sijawahi kwa sababu sisi tumeoana wadogo. Kwa ndio mwanaume wako wa kwanza? Ndio. Na hapo mpaka anakuoa ulikuwa umefikisha miaka mingapi? 19. 19 kwa sababu tulikutana 2015. Tukakaa miaka 3, 15, 16, 17, 18 ndo tukaoana. Nilikuwa na miaka 19. Umesema uchumba mliendesha kwa miaka 3 ndo mkaja kuoana. Katika hii miaka 3 ni vitu gani mlikuwa sasa mkifanya? Katika hii miaka 3 ya uchumba? Sio nikwambieje. Kwa tunakutana tu. Tunakutana tunapiga story yani hivyo. Mlikuwa mna kasehemu kenu labda kakokutana? Azizi. Tunakaa vibarazani. Hebu tupitishe kwenye date za kijijini. Unajua huku mijini watu wanapelekana sijui Mlimani City, wanapelekana kula kuku. Kwa huko nyumbani, nyie mlikuwa mnapenda kufanya activities gani? Tulikuwa tunakaa mapolini kwenye magogo. Kwenye magogo? Mnapiga story? Ndio. Na nyumbani walikuwa wanafahamu labda? Walikuwa hawajui. Katika miaka 3 yote? Hiyo ya mahusiano walikuwa hawajui. Naona baadaye alivyotaka kunioa ndo akawafahamisha sasa. Walikuwa hawajui. Kwa mlificha? Tulificha ndio. Kwa sababu ilikuwa ni watoto. Na hakuna incidence kwamba ilikuja ikatokea labda nyumbani, mzazi labda akaja akaanza kufuatilia, akajua labda akakugombeza? Hakukuwa na incidence yote kama hiyo? Hapakuwa na hicho kitu kwa sababu yani sio nikwambiaje. Hakunifuatilia kwa sababu mimi nimejitegemea nikiwa mdogo. Nishoti nje na story ya mahusiano pia na story yangu ya maisha nyingine kabisa. Mimi ni mtu ambaye nimejikuza mwenyewe. Umejikuza mwenyewe? Wazazi walikuwa wapi? Wazazi walikuwepo, sema sio nikwambiaje. Ila mimi nimejitegemea nikiwa mdogo. Nimejitegemea na miaka 16. Kipindi hicho nakutana na huyo bwana nilikuwa nimepanga naishi kwangu. Kwa siku ametaka kunioa ndo tukaenda sasa rasmi nyumbani kwa mama. Ambapo ni wapi? Ambapo ni hapo Singida mjini.
ila babangu yuko Dodoma vijijini. Kwa hakukuwa na challenge ya kusema kwamba kuna mtu Hapakuwa na anakuangalia. challenge wala hapakuwa na changamoto yoyote. Walikuwa tu tayari hivyo basi. Okay, sawa. Na mwanzo wa ndoa sasa. Uchumba miaka 3. Umeshamwangalia, umeshamuona anafaa, anajitahidi kukuangalia na yeye. Mmeingia sasa kwenye ndoa. Tupatie pia story au historia kidogo ya maisha yako ya mwanzo wa ndoa pale. Ilikuwaje? Tulikuwa tunaishi vizuri, tulikuwa na ushirikiano. In short, ndio maana hata ndani ya muda mfupi tumepata maendeleo makubwa sana. Tulikuwa na ushirikiano yani wa kimaisha, upendo ulikuwepo. Kwa sababu nilivyorudi Singida, alikuwa chochote anachokipata. Yani mimi ndo si nikwambieje. Alikuwa anasema na alikuwa anakiona. Alikuwa na upendo tu mzuri yani, baadaye ndo akaja kubadilika. Tulikuwa tunaishi vizuri. Sasa kabla huko kwenye kubadilika, unajua mahusiano jinsi yanavyokuwa huwa yana vitu vingi sana, si ndio? Kuna zile moment mtu unataka labda utoke na mpenzi wako na mchukua na mpeleka sehemu fulani, na wewe umesema pia ulikuwa umepanga, ulikuwa tayari unajitegemea ukiwa tangu na umri wa miaka 16. Ina maana labda alikuwa na uwezo wa kuja nyumbani kwako pia, labda wewe kaenda kwake katika uchumba wenu. Na kama ilikuwa ni hivyo, ni kitu gani ambacho kiliwafanya mkaweza kuvumilia katika miaka 3 yote ya mahusiano kutokushiriki? Ni je, alikuwa anahitaji la unamnyima, au ni yeye mwenyewe tu hakutaka kufanya hicho kitu hadi mtakapooana? Yeye alikuwa anaishi kwake na mimi nilikuwa naishi kwangu. Yeye alikuwa na geto lake pale kijijini. Nilikuwa naenda, lakini si mwanaume lazima alikuwa anataka. Mwisho wa siku nilikuwa naonyesha msimamo yani. Na kwangu alikuwa hapa juu. Nilimwekea limit. Yani sikutaka, kwa sababu ni mtu ambaye nimejikuza mwenyewe, kwa hiyo sikutaka kumjengea mazoea ya uhuru kwangu. Kwa hiyo kuna limit niliziweka. Alikuwa hapa juu kwangu. Paka ananioa. Alikuwa hapa juu kwangu. Hajawahi kuja kabisa. Alikuwa anataka kuja, lakini sikuwahi kumruhusu hapa juu anakoishi. Ila wewe kwake uko naenda? Kwake nilikuwa naenda. Nilikuwa naenda. Na unakaza. Nakaza, tunapigana usiku kucha ni hivyo. Hadi unalala kabisa hadi asubuhi. Shoti ndio hivyo, lakini nashukuru Mungu naye alinielewa, alinivumilia. Mpaka siku tumefunga ndoa ndo tukajuana hivyo. I see. Na baada ya kufunga ndoa sasa pale, ilikuwa ni nzuri, mapenzi yalikuwepo, wala hakuwa na shida yoyote. Changamoto zimekuja pale alipoanza kutoka. The Wedding Cycle. Kwa hiyo hapo sasa, mara kwanza umetuambia kwamba ulikuwa ni binti mdogo, hujamjua mtu yoyote, ndio umekutana na mpenzi wako, unaenda sasa kumtambulisha. Utambulisho ulikuwaje? Kwa sisi Waislamu bwana mnaga hata utambulisho. Mfano kwa upande wa wanaume, mimi siku ananiona mimi siku ya ndoa. Yaani sikupeleka kwenda kutambulishwa. Lakini yeye kwetu walikuja kumjua siku anaenda kutoa mahali, anaenda kutoa posa na mahali. Ndo akamtambua. Ila kwa upande wa kwao sikupeleka kwenda kutambulishwa. Haukupelekwa nyumbani kwao? Wameenda kuniona siku ya ndoa, siku ya ndoa hizi. Siku ya harusi. Okay, siku ya ndoa. Jua Mapokezi yalikuwaje upande wa kwao? Yalikuwa mazuri. Mawifi. Nilipokea vizuri kwa furaha. Mama mkwe alinipokea vizuri. Na mahusiano yako wewe na ndugu wa mume wako yalikuwaje? Yalikuwa mazuri. Kwa sababu mwanaume wangu ni mtoto wa mwisho kwao. Kwao wote ni watu wazima. Yaani ni watu ambao kidogo akili zao zimekomaa. Yaani
wako busy na mambo yao, in short. Hawana shida yoyote. Treatment pia hiyo siku ambayo ndo unaenda ndo umepelekwa nyumbani kule kwa mume wako, treatment zao zilikuwaje? Yani mapokezi yalikuwaje? Walikuwa wanajali, walikuwa ni watu wazuri tu. Haukumbuki matukio? Yaani ukumbuki zile shamra? Nakumbuka tulipokelewa na nini, nakumbuka na mitama. Watu waliturushia mchele, mahindi, in short yani hivyo, tulipewa baraka zote. Kule kwao yani ukiwa ndo unapokelewa kwa baraka wanakurushia mitama. Kwa mitama, mahindi, mchele, mara wengine wanatembea na kuni, vinu, yani hivyo. Kiasili zaidi. Walitupokea vizuri kwa kweli. Okay. Alright. Sherehe pale ikashereheka kweli. Kwa hapo nakumbuka tulikaa, kwa sababu ukiolewa Kiislamu unatakiwa ukae siku 7 nyumbani kwanza kwa wakwe. Baada ya hapo sasa ndo mtaenda kwenu. Kwa hiyo nakumbuka tulikaa siku 7 hapo. Baadaye ndo tukaondoka kuelekea Shinyanga huko. Alikuwa anaishi yeye. Okay. Baada ya utambulisho umeshaolewa sasa, umeshaanza kuwa mke. Safari ilikuwaje? Safari ilikuwa ni nzuri. Ilikuwa ni nzuri. Japo ndio hivyo, sikuwa na experience na ndoa, lakini nilijitahidi hivyo hivyo. Mliwahi kuwa labda mnapata hata wageni pia nyumbani? Wageni walikuwa wanakuja kwa sababu alikuwa huko anakofanya kazi, alikuwa na marafiki zake. Yes. Ndugu zako labda walikuwa wakija nyumbani pia? Yaani pale tuseme alikuwa yuko kwa muda. Alikaa miezi 6 tu, kwa alikuwa na marafiki wengi sana, na wala hata ndugu. Kwanza toka tumeenda huko Shinyanga, yaani hatukuwahi kutembelewa hata na ndugu. Nakumbuka. Lakini mlivorudi? Kwa sababu tulivyorudi Singida, walikuwa wanakuja. Kama nilivyosema kwamba mwanaume alikuwa ni mtembeaji. Kwa hata pale Shinyanga yaani hakuweka makazi rasmi. Alikaa muda mchache sana, miezi 6 tu kama sikosei. 7. Kwa sababu nakumbuka alivyohamia hapo akakaa mwezi mmoja ndo akaja kanioa. Sasa alivyonioa ndo tukakaa miezi hiyo 6. Hiyo 6 ndo kaenda Msoma, mimi nikarudi zangu Singida. Mimi hatukukaa sana pale. Wakati huo yeye umesema tu alikuwa ni mtembeaji, alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anachomelea. Kuchomelea nini? Alikuwa anatengeneza hizi mashine za wanaita nini? Malusion ya kupakia makaboni ya madini. Hizi planti. Mashine ya kupika carbon. Kwa kazi zake zilikuwa ni kuzunguka mikoa kwa mikoa ambao inahusika na madini. Na hiyo ni kazi ambayo aliipata baada ya kumaliza shule. Kwa sababu alipomaliza form 4 hakuendelea na masomo. Alijifunza huo ufundi sasa kutengeneza hayo madude. Na wewe muda huo sasa ukawa ni mama wa nyumbani baada ya kukuoa, mkaenda Shinyanga. Yeye akienda kazini unabaki tu nyumbani, na baadaye mlivorudi Singida bado ukawa ni mama wa nyumbani. Kwanza kabla hajanioa nilikuwa nafanya biashara ya viatu. Tena nilikuwa nafuata huko Dar es Salaam. Kwa alivyonioa, nilivyoanza maisha upya, mimi ni mpambanaji kiukweli, ni mtafutaji. Kwa hiyo sikuridhishwa na hayo maisha ya kukaa tu nyumbani. Kwa hiyo tukaplani kitu cha kufanya mimi na yeye. Kwa nikawa nakumbuka nilikuwa na hela yangu kidogo na yeye alikuwa na hela yake kidogo. Kwa tukawa tumechanga. Tukanunua pikipiki 2. Tukatafuta vijana tukawapa, wakawa wanatuletea hesabu kwa siku. Nakumbuka tulitoa kwa mkataba hizo pikipiki. Kwa tukawa tunameki hela, tulikuwa na mpango wa kufanya biashara ya mazao. Kukusanya, kuweka store ya kipanda tunatoa. Tulikuwa na hiyo plan. Kwa mimi ndo nikawa nasimamia hizo pikipiki na yeye akawa katika utafutaji wake huko. Kwa hiyo tulivyokamilisha mpango wetu, mimi ndo nikaanza kuingia mapolini kukusanya yale mazao. Nilikuwa mama wa nyumbani, lakini pia sikuwa mama wa nyumbani, nilikuwa mpambanaji. Yeye anatafuta huko na mimi natafuta huko. Yes. Mtaji alikupatia?
Yaani mtaji ulipatikana kwenye pikipiki zetu hizo mbili. Kwa sababu nakumbuka kwa wiki ilikuwa tunaingiza kama 140,000. Kwa sababu moja ilikuwa inatuingizia kama 70. Tulitoa kwa mkataba. Ambako kijana akiendesha mwaka mmoja baadaye inakuwa ya kwake. Kwa wiki ilikuwa ni 70 kila pikipiki. Mara 2 inakuwa 140,000. Kwa tukawa tunazimeki zile hela, tukatengeneza akaunti ya pamoja. Na hiyo akaunti mimi ndio nilikuwa nimeshikilia kadi. Japo tulifungua kwa majina yake. Kwa nilikuwa namjulisha kile ambacho kinaendelea, yes. Kwa baadaye ndo tulivyofikia tulivyopata kahela kidogo ndo tukaingia kwenye mazao. Kwa kuwa alikuwa busy huko mikoani, mimi ndo nikaanza kuingia mapolini huko kwa sababu mimi ni mwenyeji wa huko Singida. Yaani vijiji vyote navijua. Kwa nikawa naingia vijijini kutafuta kutafuta mazao. Kwa kuwa hatukuwa na nyumba, kwa hiyo nikawa napeleka kwetu kwa baba yangu. Tunaweka kwa baba, tunaweka mpaka mwezi wa 12, mazao yakipanda bei tunayafuata na gari, tunakuja kuuzia mjini. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya hivyo. Na hiyo kazi ndio ikatupa mtaji wa kuanzisha, kwa sababu alivyokuwa kwenye madini akapata pia experience vizuri. Akapata idea ya kufanyaje? Ya kuanza kununua milima haya makaboni, marudio ya madini. Kwa ndo akaja akaniambia, mama, tofauti na mazao, naona tufanye biashara ya nani. Kwa kuwa tumekuza mtaji, hebu tuchomoe hela kidogo, tuingize kwenye huu mradi wetu wa nini? Wa madini, wa kununua milima ya makarasha. Makaboni haya. Kwa akawa amechukua, nakumbuka tumeanza na milioni 10. Akachukua milioni 10, akaniambia, Hapo mkoa gani sasa? Mlipoenda na hiyo milioni 10 ilikuwa mkoa gani? Mimi nilikuwa Singida. Huo mradi wa kununua hizo tuliufanyia Musoma nakumbuka. Kwa sababu alikuwa na rafiki yake huko, walishafanya naye kazi, kwa hiyo walikubaliana kushare. Yaani mwenzake atoe hela kidogo naye atoe hela kidogo. Ili waweze kufanikisha hiyo issue. Kwa hiyo nakumbuka mwenzake alitoa milioni 10 na sisi tukatoa milioni 10. Kwa hiyo safari yetu ya ndio ilianzia hapo, biashara ya madini. Kwa mdogo ndo tukawa tumenyanyuka. Wakati huo sasa biashara ya madini inaendelea kule na mshatoa milioni 10. Wewe uliendelea kuwa unaishi Singida, unaendelea na biashara ya mazao au ulimfuata? Niliendelea kufanya biashara ya mazao, lakini kwa baadaye tulivyoanza kupata kipato kwenye sekta ya madini na tukaona nitulie tu nyumbani. Kwa sababu pia nilikuwa nazaa haraka. Kwa hiyo nikaongeza mtoto wa pili. Tukawa tumepunguza ile kwenda vijijini sana. Kwa hiyo tukakubaliana nikae tu nyumbani. Yeye aendelee na biashara ya madini. Lakini tofauti na hivyo pia nilikuwa najishughulisha, nilikuwa nafuga kuku. Yes. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye sipendi kukaa bila kujishughulisha. Kwa hiyo nilitafuta kitu cha kufanya, nakumbuka. Nikawa natengeneza maua. Pia nikatafuta kijana, nikawa namkuzia vifaranga kwa umeme hivi vya broiler hivi. Hivi vifaranga vya kukuzwa na umeme hivi. Kwa hiyo nikawa navikuza kwenye maboksi, alafu yeye ndo anatoa anaenda kuniuzia mjini. Kwa hiyo sikukaa tu. Umeongelea kuhusu kuzaa hapo. Natamani pia kujua kidogo kuhusu safari yako ya uzazi. Alikuwa ni baba wa aina gani wakati unapata mtoto wa kwanza, unapata mtoto wa pili na wa tatu? Support alikuwa anatoa, alikuwa pale wakati ukipata mimba na kujifungua? Kiukweli kwenye matumizi alikuwa anajitahidi, sitaki kumzungumzia vibaya. Alikuwa anajitahidi, lakini alikuwa ni mtu ambaye yani akija ananipa mimba anaondoka. Nilikuwa napata changamoto ya kulea mimba peke yangu. Kama unavyoelewa ubebaji wa mimba ulivyo. Kwa nilikuwa napitia changamoto, unakuta natapika na ugua, niko peke yangu. Kwa sababu alikuwa busy na kazi huko. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Mimba ya kwanza, ya pili, mimba ya kwanza, ya pili, ya tatu.
lakini huduma ilikuwa inatoa tu vizuri. Kwa hiyo hukumbuki zile mambo za kwenda kliniki, ulikuwa unaenda mwenyewe au alikuwepo? Nilikuwa naenda mwenyewe kwa sababu nilivyorudi Singida ile tu kama nilivyokuambia before kwamba nilirudi Singida, yeye akaenda Musoma. Yaani hatuje kukaa pamoja hata mwezi mmoja. Yaani maisha yetu yalibadilikia hapa. Tuseme tu yaani hiyo miezi 6 sasa ndo tulikaa kama mke na mume. Ile alivyoanza ile kutoka siku kwenda wapi, kwenda Kenya. Yaani akawa adimu sana nyumbani. Kwa mpaka sasa hivi, nje na hiyo miezi 6 ambayo tulikaa pamoja, hatuje kukata mwezi mmoja na yule baba. Alikuwa anakuja 1 week anakaa anaondoka. Kwa mwaka anaweza kaja mara 3 mara 2, yani hivyo. Akija anakaa wiki hiyo anaondoka. Kwa nilikuwa peke yangu, muda mwingi nilikuwa peke yangu. Na mimi ndio hivyo na kiuno chepesi, kidogo tu mimba. Hiyo wiki moja hiyo. Kwa ndio hivyo. Ulikuwa sasa wewe ni mke wake. Kuna ile sasa anakuja nyumbani, umemmisi muda mrefu. Ulikuwa umwambie baba, jamani mimi ya maisha siyataki, tufanyeje, au kaa au rudi? Ulikuwa hamshauri? Nilikuwa naongea sana. Kwa sababu pia tulipanga mimi na yeye tukishawekeza pale. Kwa sababu tuliamizana kwamba maisha ya kuzunguka hivi hatuna chochote, tushakuwa familia. Nilikuwa naomba tulie mahali, angalau tuwekeze maybe nyumba, viwanja, nini na nini. Alafu kwa baadaye sasa ndio tunaweza kufanyaje? Kutembea wote. Kwa hiyo tulivyomaliza kujenga ile nyumba yetu, nilitegemea pia ataniweka karibu na yeye, kwa sababu unajua maisha ya peke yako yanachosha. Sio kwamba nilikuwa nayapenda, nilikuwa navumilia tu kutokana na utafutaji. Nikiamini kwamba tuna malengo, kwamba tukimaliza kufanya hichi kitu naweza kumfuata mume wangu aliko. Lakini baadaye tulivyomaliza, yani akawa sio ngombeje, akawa hataki kuniweka karibu. Na hiyo nyumba mlijenga mkoa gani? Singida pale. Kwa akawa hataki kuniweka. Nikatumia mpaka nguvu, nikatumia ustaarabu. Baba, mimi nimechoka maisha ya kuishi peke yangu, nalea peke yangu. Ndo kama hivi, kwanza alikuwa ananiachia majukumu mengi sana. Kama alivyoongea kwamba alikuwa akae nyumbani. Changamoto zote mimi ndo nilikuwa nazitatua. Nilikuwa nasimama kama baba, kama mama. Lakini pesa alikuwa anatuma pia ya matumizi. Kwenye matumizi alikuwa asumbui. Lakini ile issue ya kuweka familia yake karibu, hajawahi kutuweka karibu. Yaani mpaka anakuja kuchukua watoto, mpaka anakuja kupewa watoto na mahakama. Nyuma hajawahi kukaa na mtoto wake hata mwezi mmoja. Wote watatu. Kwa ndo hivyo, nilikuwa nachoka, yani hata ikitokea pale makesi, nakumbuka kuna kipindi kwa tuna kesi ya mipaka na majirani. Mimi ndo nilishughulikia. Nilipambana mwenyewe mahakamani mpaka nikalimaliza. Sijui mambo ya kujenga, mimi ndo nimesimamia ujenzi. Sijui viwanja, mimi ndo nilikuwa nanunua. Yaani hajui changamoto yote ya kununua hata kiwanja, hajui changamoto yote ya ujenzi. Yaani kwanza hata pale mtaani alikuwa afahamike hata kwa mwenyekiti. Mimi ndo nilimchukua nikampeleka. Mwenyekiti hamjui mume wako? Unapofikiria harusi, unaanzia mbali. Unafikiri kuhusu mwenza wako, gauni, suti kali, muziki na keki. Lakini nyuma ya pazia kuna simulizi nyingi zaidi. Karibu kwenye The Wedding Cycle, podcast ya kipekee inayokuletea mazungumzo ya kina na maharusi watarajiwa, waliokwisha funga ndoa na watoa huduma bora wa tasnia ya sherehe. Cycle hii imekamilika, kwani ni safari ya kujifunza na kufurahia. Jiunge nasi, panua upeo wako, boresha mahusiano yako, tengeneza sherehe yako. The Wedding Cycle. Harusi ni mwanzo wa safari, na safari hii ni yako. The Wedding Cycle.